uangamie na kupotea kwa upesi. Wanashangaa nti pamoja ulikuwa na cheo kizuri, jamani mbona umekufa haraka hata kuumwa? Jamani mbona alikuwa waziri huyu mpa? Jamani mbona alikuwa mwalimu huyu mpa? Mbona alikuwa daktari huyu mpa? Jamani ndo ameolewa juzi mpa? Jamani mbona alikuwa anauza biashara? Ndo alikuwa binti. Yani nakwambia utapotea kwa upesi kwa sababu ya laana. Kwa upesi utapotea. Unashangaa jamani, kansa imemmaliza, kansa. Jamani alikuwa naumwa, yani utapotea kwa upesi kwa sababu ya laana ya kuacha kusikiliza neno la Bwana. Amen. Endelea pale mbele. Inasema, kwa ule uovu wa matendo yako ulioniachia kwayo. Kwa ule uovu wa matendo yako ulioniachia kwayo. Bwana atakuambatanisha. Bwana atakuambatanisha na tauni. Hata atakapokwisha. Unashangaa mtu anaumwa kifua kikuu. Amen. Na anasema ni Mkristo. Mimi ni Mkristo mtumishi, lakini kifua kikuu. Hapo anapumulia. Mimi ni Mkristo. Ndio tauni zenyewe utaambatanishwa na tauni. Mimi naumwa kansa na kanisani unaenda na sadaka unatoa. Kansa imekusumbua. Hiyo ni laana. Ndio. Unasali na kichupa unacho cha mafuta, lakini bado kansa inakula kwa sababu umekataa kulisikia neno la Bwana. Amen. Neno la Bwana likija linaleta mageuzi katika mwili wako. Amina. Linaleta mageuzi katika afya yako. Amen. Lakini kwa sababu umezi yake na umekataa, ndio maana shangaa ukikimbia hapa na hapo napumua sana. Sio kwa sababu ya umri. Wewe ni umri mdogo tu, lakini ukimbia mita moja tu, sio mita moja, ukikimbia hata kijana mdogo nataka kupasuka. Amen. Malizia hapo mbele. Hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi. Kukuondoa katika nchi uingiayo kwa ukumiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Na kwa homa. Na kwa homa. Na kwa kuwashwa. Na kwa kuwashwa. Na kwa hali ya moto. Na kwa hali ya moto. Yani hapo nakuta mguu unawaka moto. Mtumishi, mguu unawaka moto. Mara hapo panawaka, yani umepigwa na Bwana mwenyewe. Kwa sababu umelikataa neno ukatumainia dini yako. Na kwa upanga. Na kwa upanga. Na kwa ukaufu. Na kwa ukaufu unakauka mwenyewe. Na kwa koga. Na kwa koga. Navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako. Ishi hapo, laana ziko nyingi hatuwezi kumaliza. Angalia anachokisema Bwana, kwamba Bwana atakuambatanisha laana zote. Amen. Ulizoziona hapo zimeandikwa nyingi mpaka mstari wa 50 na zinaendelea kuelezwa laana ambazo mtu ataambatanishwa kwa sababu ya kukataa kuyasikia maneno ya Mungu. Amen. Kwa sababu ya kiburi. Amen. Kiburi cha wanadamu. Kinaitwa kiburi cha uzima. Kinaitwa kiburi cha afya. Amen. Kwa sababu napumua, kwa sababu na pesa, kwa sababu na mshahara, kwa sababu na kila kitu. Kwa hiyo huna haja ya Bwana. Kwa sababu una mume wako, huna haja ya Bwana. Au kwa sababu ya maisha yako, huna haja ya neno la Bwana. Unakimbizana, unataka ukapate mchumba au mume. Unakimbizana mahali ambapo watakwambia pokea mchumba, kumbe unapokea pepo. Pokea mume, kumbe unapokea jini litakalokutesa maisha yako yote. Kwa nini? Kwa sababu umemkataa Bwana, umekataa neno la Bwana, ukataka ukazipate baraka za haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisikilize mwana wa Mungu. Nakuomba nisikilize. Nisikilize sana kwa uelekevu wa moyo. Amen. Mungu anapoita watu wake, anamaanisha ya kwamba kifo chake msalabani kisiwe bure. Ndio. Mungu alikubali kabisa. Amen. Kumwaga damu yake. Ndio. Hebu jiulize. Amen. Mtu aliyekuwa na wanafunzi, ndio, aliyekuwa na watu wanamheshimu, ndio, anavuliwa nguo mbele za watu, alafu watu wanamziaki. Nani angevuliwa nguo hapa? Ungerudi wewe hapa wewe. Lakini wanaume kavuliwa nguo, akakubali kuchekwa, akakubali kutukanwa. Lengo kutafute wewe, lengo nitafute mimi. Sasa tunapokuhubiri usishupaze shingo. Amen. Geuka kwa ajili ya maonyo. Mungu anakutaka na haja ya wewe. Alimadamu hujafa unaweza kufanya badiliko. Alimadamu hujafa unaweza kufanya badiliko. Usianze kujihukumu kwa dhambi ulizotenda. Rudi msalabani, Bwana yuko tayari kukusamehe. Bwana yuko tayari kukusamehe kwa sababu ni mwingi wa rehema.
rehema. Amesema yeye si mwepesi wa hasira. Amesema yeye ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo ukimrudia hata kama wewe ni mchawi, umeoa watu 3000, Mungu anasema nitakusamehe. Mungu amesema rudi tu. Amesema geuka nikusamehe. Anasema nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Bwana nataka watu wamrudie kwa moyo wake wote. Bwana nataka watu wageuke. Watu wa Mbinga geukeni. Watanzania anasema geukeni. Watanzania ninawaita. Nyakati tunazoziona ni nyakati ambazo zilitabiriwa, nyakati ngumu. Nyakati tunazoziona ni nyakati za mwishoni. Haya mnayoona Watanzania mtayaona. Hizi filamu mnaziona leo mtaziona. Nyakati zinakuja mtatamani pa kujificha pataonekana. Mtatamani kabisa siku zingerudi nyuma zitarudi. Kwa sababu ya kiburi chenu wa Tanzania, rudini. Watu wa duniani na ulimwenguni mrudieni Bwana. Bwana anawaita watu wake kila mahali. Msiviangalie vinavyoelea. Msiangalie hii dunia. Msiangalie walembo. Msiangalie maensa. Shetani ameleta picha ya nje. Shetani ameleta picha ya nje kuwadanganya watu. Anakuonyesha picha ya nje. Anakuonyesha mwanamke mlembo. Hiyo ni picha ya nje. Anakuonyesha picha. Anakuonyesha picha ili akupeleke kuzimu. Hiyo ndo lengo lake. Shetani ndo lengo lake. Anakuonyesha picha. Hiyo picha unaona mwanamke mlembo, si mwanamke ameumbika. Ni picha tu ya nje. Ambapo shetani anakupofusha macho. Anakupofusha macho kukuonesha picha ya nje, umbo la nje. Yeye anakuonyesha umbo. Nataka nikwambie light ungelifunguka macho, ukaona namna shetani alivyo muongo. Anavyokuonesha picha ya nje. Lengo lake kamate nafsi yako iliyo ya samani sana kupeleke kuzimu. Ungeliachana nayo mambo. Ungelirudi kwa Bwana na kupiga magoti kusema Mungu nisamehe. Ninataka nikupendeze leo. Lakini leo unakuta watu wanapapalika na picha za nje. Wanapapalika na majumba. Wanahangaika, wana muda, wako lazi kuua. Wako lazi kutoa kafara. Lengo wapate nyumba. Wako lazi kuacha ibada. Lengo wapate fedha. Waweze kusomesha watoto na kujenga majumba, ambalo ni jambo zuri. Lakini wamesahau jambo la muhimu sana. Wamesahau jambo la roho zao. Wamesahau jambo la muhimu sana, ambalo Mungu akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine mtazidishiwa. Unakuta mtu anafanya biashara, hata kanisa halijui. Anafanya biashara, hata hawezi kusapoti kazi ya Bwana. Hawezi kutoa hata fedha zake injili hubiriwe. Anafanya kazi vizuri kabisa, ni kwa ajili ya tumbo lake na maisha yake. Siku inakuja hizo fedha hautaondoka nazo. Sikiliza, kama wanakufa mawaziri, wewe ni nani? Kama wanakufa marais, wewe ni nani? Kama wanakufa wenye fedha, wenye makaunti wa bunge, ndani yake kuna mamilioni zimekaa, anashangaa nti amekufa. Unaweza kusema jamani ameondoka mapema. Sio ameondoka mapema, na wakati wa kuondoka utasema jamani Mungu samani, kifo samani, nataka niangalie pesa zangu, niwaambie watoto wangu kuna akaunti nimeificha pale, niwaambie watoto wangu nataka fedha fulani, nataka kwanza niuze nyumba fulani, nataka kwanza niuze pikipiki. Subutu. Nasema subutu. Kwanza kitakushtua. Tena kuna fedha fulani umeificha hata mume wako ajui. Kuna siri moja hata wazazi wako watakao wajui. Ndipo kifo kitakujia ghafla. Biblia inasema wazanipo kuna amani. Ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Uharibifu wajiapo kwa ghafla. Unashangaa mama fulani ametuacha. Basi wataalamu wale wa kanisa fulani wanajua kuimba wimbo, ameumaliza mwendo, ameumaliza imani, ameilinda. Sio ameumaliza mwendo, amezimaliza pombe, amemaliza ndoa za watu, amemaliza na wanawake wa watu. Imani ameipotosha. Unasema amemaliza mwendo. Amemaliza mwendo gani? Mwendo wa uzinzi? Amemaliza mwendo wa ulevi? Mwendo wa ukahaba? Mwendo wa uchawi? Huo sio mwendo. Huo ni mwendo potofu. Hata kama utaimbia tu nyimbo tuzuri na vinanda. Vinanda vinapigwa. Ukikuta vinanda vinapigwa mpaka unafikiri unaingia mbinguni. Vinapigwa. Wanasema jamani, watu wengi walikuwa wameenda msibani, yani walikuwa nalia wanajigaragaza. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umsikiliza. Hakuna cha raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Ishi ndio, hata kama wanadamu watatamka tu. Mungu haongwi na wanadamu. Hizo ni kelele tu. Ndio maana sisi wapendwa, hata mtu akifa hatumuombeagi. Mtu akisha kufa hatumuombei.
Ibada inayofanyika hapa ni kuwakumbusha walio hai. Kuambia jamani tulikuwa na mwenzetu amekufa. Sio jamani raha ya milele umpe. Hakuna hapo maombi tena. Maombi tulioamuliwa ni ya watu walio hai. Mtu akisha kufa la kwake limeisha. Hakuna matengenezo tena. Hiyo dini inayosema kumuombea huyo mtu ni dini ya uongo. Kudanganya. Sema mchana kweupe. Hakuna maombi ya kumtoa marehemu kabisa. Ndio. Unisikilize mwanamke, acha kushupaza shingo. Hakuna maombi ya kumtoa marehemu. Ndio. Umepotoshwa. Shetani anakudanganya. Yes. Unakuta wanamfanyia ibada nzuri, wanamnyunyizia na maji ya baraka, wananyunyiza, wanazunguka na ile jeneza, wanazunguka vizuri kwa utaratibu. Biblia inasema wamejifanyia ibada nzuri, inaonekana kuwa njema. Ibada zao walizojitungia zinaonekana kama ibada nzuri. Biblia inasema wamejitungia ibada nzuri. Hebu tusomee Wakolosai 2. Amen. Wakolosai 2 mstari wa 20. Mstari wa 20. Biblia inasema wamejitungia ibada. Ziko ibada walizojitungia zinaonekana kuwa nzuri machoni pa watu. Ndio. Zinaonekana kuwa nzuri lakini hazifai kitu. Ndio. Hazifai chochote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Yes. Ubarikiwe unaitikia. Yesu. Ubarikiwe unaitikia. Amen. Ubarikiwe unaitikia hata amina. Amen. Lakini wanadini hawawezi kuitikia. Amen. Tunapohubiri hatuhubiri dini hapa. Wala hatujihubiri sisi. Amen. Sisi sio watakatifu kuliko wewe. Si kwamba ni watakatifu sana kuliko wewe. Ndio. Amen. Si kwamba tunafaa kuliko wewe. Ndio. Au sisi kwamba ni bora kuliko wewe, hapana. Ndio. Sisi sio bora kuliko wewe. Ndio. Sisi sio watakatifu kuliko wewe. Amen. Ni kwa neema tu ambayo Mungu ametupa leo tusimame. Amen. Mungu ametuwezesha leo tusimame. Mungu anatumia viungo dhaifu. Anatumia watu wadhaifu kuaibisha wenye nguvu. Tena huenda hatuna pesa kama wewe. Tena huenda hatuna nyumba kama wewe. Tena huenda hatuna maisha kama wewe. Lakini Bwana kwa neema yake anatumia vidhaifu kuaibisha wenye nguvu, wenye fedha kama wewe, ambao hutaki kukimbia kwa Kristo, na pesa unayo, na nyumba unayo, na mke unayo, tena na maisha na kazi nzuri unayo, lakini una muda wa kumrudia Bwana. Umeshupaza shingo. Kolosai 2:20. Neno la Mungu linasemaje? Tusome. Wakolosai 2:26. Aha. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo. Mkaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Sikiliza, ibada mlizojitungia. Yani kuna ibada fulani wamejitungia. Ibada za unyenyekevu. Ibada zinazoonekana nzuri. Zinapigwa ngoma, zinapigwa drums, zinapigwa gitaa, zinapigwa vinanda. Yani ibada nzuri sana. Ibada nzuri sana, lakini wamejitungia. Roho Mtakatifu hayupo. Yesu hayupo. Amebaki mchungaji na yule shemasi na yule mwimbaji aliyevaa kakimini. Amevaa kakimini yuko mbele. Unashangaa. Ndio maana leo mtu ana moto kabisa, anaokoka. Tunahubiri leo, mtu anasema mtumishi nataka kuokoka. Anapookoka anaingia kwenye zehebu fulani. Ile zehebu anapoingia anageuka kuwa mwana wa jehanamu. Alikuwa na moto kabisa, anaona kadada kanaimba, kamemvalia kimini, kanaimba, kananengua viuno. Yule kaka anaanza kutamani, mpaka inafika wakati anaingia kwenye uzinzi, kwa sababu aliingia kwenye sinagogi la shetani linaloonekana ni kanisa la walokole, lakini akaapo shetani. Akaapo shetani, ambao vinaruhusiwa vimini, zinaruhusiwa suruali, zinaruhusiwa mitindo ya kidunia, zinaruhusiwa mavazi ya kidunia. Sasa mtu amekuja leo, tumemhubiri leo, ameokoka. Asipopata neema anadumbukia kwenye dini mpaa. Akishadumbukia
atageuka mwana wa jehanamu. Kwa nini? Anakuta pale sasa mabinti masololisti wanaimba, wanakata na viuno, wanakuzungukia uzunguka, wanakata na viuno, wanakata na viuno, eti wanamchezea Yesu. Wamejitungia ibada zinaonekana nzuri sana, zinaonekana zinafaa, lakini hazifai chochote katika kumwezesha mtu ili kuweza kufikia ule uzima, kumwezesha mtu kuacha dhambi. Haziwezi. Amen. Ndio hizo utakuta hizo dini, ndio utakuta wanaruhusu vijana waone tena, wanaanza kuona vijana huko wameonjana, vijana wanaingia kwenye ndoa wameshakutana, wanasema haina shida, nyinyi kutaneni tu. Yaani vijana hawakemewi, wataingia kwenye ndoa tena, wanasema ndoa, anasema nafunga ndoa, ana watoto 3 4, eti naenda kufunga ndoa. Hebu sikiliza huu uongo wa dunia hii, eti naenda kufunga ndoa, hata hajui maana ya ndoa, haelewi ndoa ni nini. Mtu ana watoto 6 wameota paka meno, wanacheza, wanasoma sekondari, eti mtumishi naenda kufunga ndoa, litoto likubwa kabisa. Amen. Hata ajui ndoa ni nini. Dini inasema okay, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Unaenda, zinaonekana ni ibada nzuri, zimepangwa vizuri. Amen. Sema amen. Amen. Unajua hata maana ya ndoa. Wewe mama fulani una watoto 6, eti nakwenda kufunga ndoa, mtumishi tulikuwa tunaishi uchumba. Uchumba gani? Unaelewa maana ya uchumba wewe? Amen. Unaelewa maana ya uchumba wewe? Tunaishi uchumba, mtumishi wa Bwana, mna watoto 6. Tunaishi uchumba, mtumishi wa Bwana, mna watoto 8. Mnaishi uchumba bwana, mmezeeka mpaka meno yamekongoloka, eti bado ni uchumba. Umedanganywa wewe. Amen. Laiti macho yako ingefunguka leo. Ndio. Masikio yako yazibuke. Kwa nini usikiwe mwanamke? Nasema kwa nini masikio yako yameziba? Kwa nini wewe usikii? Hivi ameingizwa hivi, unanisikia mtu? Wewe unanisikia? Amen. Hivi kwa nini wewe unisikii? Mbona naongea kwa sauti? Kwa nini hausikii? Amen. Bibi nasema wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni. Yaani naongea masikio, kwa nini ndio si hayasikii? Kwa nini neno liingii? Amen. Hayo masikio kwa nini umeweka pamba? Toa hiyo pamba unisikie. Amen. Hata wewe unisikie mmoja, nisiwe napiga kelele kila siku hapa sokoni nisimpata hata mmoja wa kunisikia. Zibua masikio yako wewe mwanaume. Amen. Sisi nisemaje? Okay. Anasema haifai kitu katika, wanautawala mwili kwa ukali. Yaani mwili huo utawaliwi kwa ukali. Huo mwili unatawaliwa na Bwana mwenyewe. Mwili si kwa zinaa. Bibi nasema mwili si kwa zinaa, mwili ni kwa Bwana. Aliyeungwa na kahaba anakuwa mwili mmoja na kahaba. Aliyeungwa na Bwana anakuwa ni roho moja na nani? Na Bwana. Unapoungwa na Bwana unakuwa roho moja na Bwana. Bibi nasema katika Galatia sura ya 5 na ule mstari wa 24, maandiko yanatuambia wale walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na tamaa zake. Wamesulubisha mwili pamoja na tamaa yake, pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake zote. Na tukiishi kwa roho, tuenende kwa roho. Tusichokozane bure, tusijisifu bure, huku tukichokozana na kuhusudiana. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya Kristo, unapomvaa Yesu Kristo, unausulubisha mwili pamoja na tamaa zake zote. Unausulubisha mwili, mwili unatiishwa. Mwili unatishwa. Hata kama ulikuwa na tabia ya uzinzi. Tamaa inapokuja, Yesu anakuambia tulia. Huo mwili ni kwa Bwana. Huo mwili sio wanawake. Unailisha shughuli uliyotaka kuifanya. Hata kama umepelekwa guest, ulikuwa hujaambiwa unakuja kufanya nini. Mwanaume anasema tafadhali lala nami. Pale unasikia alarm, tafadhali. Mwili si kwa zinaa, mwili ni kwa Bwana. Kwa nini? Umeusulubisha mwili pamoja na tamaa zake zote. Lakini wanadini watakwambia haina shida, tunatakiwa tukutane kwanza kabla ya kuoana. Wanadini watakwambia haina shida. Tena wanajua na watoto wao ni wazinzi. Wanajua watoto wao ni wazinzi na wenyewe ni wazinzi. Mama mzinzi, mtoto mzinzi. Like mother, like daughter. Like father, like son. Kama baba ndivyo alivyo mtoto. Baba tarudi saa 6, mtoto tarudi saa 8. Potelea mbali. Ni sawa na jamii ya Kambale. Kila mtu ni mkubwa. Kila mtu ni mkubwa ndani ya nyumba. Tufanye chochote na wewe usinifuatilie. Acha niende na mambo yenu. Ninaenda kwenye kwaya master ni mtu wangu. Usiniingilie kwa kwaya master, ni mtu wangu yule. Soloist atakuwa wa kwangu. Na wanaimba vizuri, lakini wamegawana kwenye kwaya. Wamegawana kwenye soloist zao huko wanakoimba, wamegawana. Mabinti, maplays team wanaziniana. Alafu watu eti wanasema utamwona Mungu. Utamwona Mungu wewe?
Utasikia neno la Mungu hapo? Hapana. Unajua kwa nini watu wasikii? Acha tumalizie hapo. Unajua kwa nini watu wasikii neno la Mungu? Ndio. Ufunuo Yohana sura ya 2. Unajua kwa nini watu wasikii? Kwa nini ninahubiri watu wasikii? Na kwa unafikiri wana masikio? Wana masikio. Unajua kwa nini anaingia huko anatokea huko? Unajua sababu wewe unanisikia? Unajua kwa nini watu wengine wasikii kama unavyosikia? Unajua kuna mwingine anasikia vizuri na anamkorokota. Nataka nikupe challenge. Unajua kwa nini watu wengine wasikii kama unavyosikia wewe? Ndio. Ufunuo Yohana 2 mstari wa 8 inasemaje? Ufunuo Yohana 2 mstari wa 8. Inasemaje? Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika. Haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano yao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la nani? Sinagogi la nani? La Shetani. Anasema najua ya kwamba una dhiki, una mashaka, lakini wewe hiyo sio hali yako.